Uhali gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Septemba 3 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema wabunge wataka ajira utumishi wa umma hadi miaka 30. Wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wataka ajira utumishi wa umma hadi miaka 30. Hiyo ni habari ni kwenye kurasa mbele kabisa gazeti lako la Mwananchi. Na kauli ya DC aliyenguliwa zazua mjadala mkali. Huu ni RC DC wa Longido. Kauli za DC aliyetenguliwa zazua mjadala mkali. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini simulizi maisha ya ajabu ya mganga. Simulizi maisha ya ajabu ya mganga ni yule aliyehusishwa na miili ya watu iliyofukuliwa kwenye mashimo. Viongozi wa vijiji majirani wafunguka tabia zake ikiwemo kujitenga. Lakini kinachotafuna Tanzania ufundishaji lugha ya Kiingereza. Kinachotafuna Tanzania ufundishaji lugha ya Kiingereza. Hiyo pia ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Kuna nini? Basi pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanajamii. Linaanza na habari inayosema kauli aliyekuwa DC Longido ya watibua wadau. Kauli za aliyekuwa DC wa Longido za watibua wadau, wasema imetia dosari 4R za Rais Samia. Lakini wadai inaweza kuibua wasiwasi uchaguzi wa serikali za mtaa. Lakini Rais Samia afanya uteuzi uhamisho wa madisi na madasi. Yumo DC mpya wa Longido. Lakini utabiri wa Mneki Salim watimia ni ule wa hakuna aliye juu ya CCM Iringa. Wanasiasa wasema aliona mbali. Lakini Dr. Salim aibuka kidedea kuwania ubunge East Africa. Lakini apishwa na wabunge wa CCM. Sasa kusubiri uchaguzi wa mwisho bungeni Septemba 5. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanajamii. Umoja na amani. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Jamhuri, na lenye kwenye habari kubwa zopa kipaumbele inaandika habari ukurasa wa 6, ufanyike mjadala wa amani Zanzibar. Ile gazeti lako la Jamhuri linasema ufanyike mjadala wa amani Zanzibar. Lakini Biteko asema Tanzania kuzalisha umeme wa nyuklia. Huyo ni Biteko asema Tanzania kuzalisha umeme wa nyuklia. Mashehe maaskofu asema hatutaki ni nini. Lakini gazeti lako la Jamhuri linaandika mashehe na maaskofu wanasema hatutaki. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Na tahadhari homa ya nyani. Gazeti lako la Jamhuri linaandika tahadhari homa ya nyani, wahamiaji haramu waongeza hofu mipakani. Tahadhari homa ya nyani, wahamiaji haramu waongeza hofu mipakani. Lakini wizara ya afya uhamiaji tulieni tutajizatiti. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri. Na tusichume dhambi kuiua Ngorongoro. Tusichume dhambi kuiua Ngorongoro. Kalonzo ajitangaza Raila mpya wa Kenya. Huyu ni Kalonzo ajitangaza Raila mpya wa Kenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Jamhuri. Na law school itafsiri mabadiliko kama kengele. Law school itafsiri mabadiliko kama kengele. Hiyo pia ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Jamhuri. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Jamhuri, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo. Ndani ya gazeti la Zanzibar Leo lina habari zopa kipaumbele na habari inayosema Dr. Mwinyi mageuzi ya kiuchumi Indonesia mfano wa kuigwa. Akutana na Rais Joko Widodo kujadili ushirikiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi mageuzi ya kiuchumi Indonesia mfano wa kuigwa. Akutana na Rais Joko Widodo kujadili ushirikiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini watumishi wapya wasilewe elimu zenu, heshimuni makubwa. Watumishi wapya msilewe elimu zenu, heshimuni wakubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Kuna hitaji ufadhili unaotabirika
kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Huyu ni Dr. Mpango asema kunahitajika ufadhili unaotabirika kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Na kwenye gazeti la Uhuru na lenyewe kwenye habari kubwa zopa kipaumbele mikakati ya kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Mikakati ya kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini kibano waomba rushwa ya ngono. Kibano waomba rushwa ya ngono. Lakini Rais Samia ziarani China kuhudhuria FOCAD. Rais Samia ziarani China kuhudhuria FOCAD. Lakini Gladness kidedea CCM kuwania ubunge East Africa. Gladness kidedea CCM kuwania ubunge. Lakini SMT SMZ kuzaungwa mkono kuwezesha vijana kujifunza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inasema baba atuhumiwa kulawiti na kumuua mtoto wake. Huu ni unyama, ukatili mkubwa. Baba hatuhumiwa kulawiti na kumuua mtoto wake. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Linaanza na habari ukurasa wa 3. Dr. Mpango ataka usawa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Huyo ni Dr. Mpango ataka usawa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini thamani ushirikiano Tanzania na China ni trilioni 30. Thamani ya ushirikiano Tanzania na China ni trilioni 30. Fedha hizo ni uwekezaji moja kwa moja wa nje. Lakini kutoka China kwa miaka 69. Rais Samia atazungumza kwa niaba ya viongozi wa East Africa mkutano wa FOCA 2024. Hiyo ni thamani ya ushirikiano wa Tanzania na China ni sasa na trilioni 30. Lakini Mchengerwa awataka udati kufikisha mabasi 670 mpaka Desemba. Mchengerwa awataka udati kufikisha mabasi 670 Desemba. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye michezo. Tuangazie kwenye gazeti lako la Majira. Kumrazi gazeti la Majira na nyewe kurasa za mbele linaandika maonyesho ya kimataifa kukutanisha viwanda 500 Dar es Salaam. Maonyesho ya kimataifa kukutanisha viwanda 500 Dar es Salaam. Lakini wanafunzi wote wakutwa wapate chakula shuleni. Huyo ni Mchengelo asema wanafunzi wote wakutwa wapate chakula shuleni. Serikali yatoa maelekezo mazito dati na udati. Serikali yatoa maelekezo mazito dati na udati. Yataka mabasi 670 yapatikane kabla Desemba. Yasema ikishindikana kupatikana wakaribishwe wawekezaji ndani. Yahimiza watendaji kuanza sasa watoke maofisini. Ni serikali yahimiza mabasi yaongeze zaidi ya mabasi 670. Udati waongeze mabasi 670 mpaka Desemba. Ikishindikana tuwakaribishe wawekezaji wa ndani. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini Rais Samia ziarani China kushiriki mkutano mikubwa. Rais Samia ziarani China kushiriki mikutano mikubwa. Na Dr. Mpango, nchi zinazoendelea zinahitaji zaidi fedha kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Huyo ni Dr. Mpango asema nchi zinazoendelea zinahitaji zaidi fedha kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini Ndugulile arejea Dar es Salaam azungumzia ubunge wake. Huyo ni Ndugulile arejea Dar es Salaam azungumzia ubunge wake. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga. Ndani ya gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge kuna habari kubwa inayosema mawasiliano yazidi kuimarika nchini Tanzania. Lakini Wizara ya Kilimo yatenga bilioni 31 kuwawezesha TARI. Wizara ya Kilimo yatenga bilioni 31 kuiwezesha TARI. Hiyo ni habari ukurasa wa 5. Na Dr. Mpango afungua mkutano wa UNFCCC. Maonyesho ya kimataifa kukutanisha viwanda 500 Dar es Salaam. Na NHC tunaijenga Tanzania. Miradi ya mabilioni ya fedha yatekelezwa na shirika kila kona ya nchi.
Lakini shilingi bilioni 466 kujenga nyumba 50,000 kujenga nyumba 5,000 za Samia Housing Scheme nchi nzima. Lakini kanda ya Ziwa yapatiwa na NHC hospitali ya rufaa ya Mwalimu Nyerere. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Hiyo ni kutokea NHC, tunaijenga Tanzania. Lakini TARURA kufumua miundombinu Dar es Salaam. TARURA kufumua miundombinu Dar es Salaam, sasa kujengwa ya kisasa. Mradi wa bonde la Msimbazi waiva, utekelezaji wake sasa kwenda kasi. Afisa mtendaji mkuu wa TARURA aeleza wanavyojipanga kutekeleza miradi ya DMDP awamu ya pili kuanza Novemba 2024. Lakini Benki ya Dunia ya mwaga mabilioni ya fedha. Masoko ya kisasa, dampo za takataka, masoko makubwa ya kisasa kujengwa halmashauri 5 Dar es Salaam. Lakini bajeti ya miradi ya barabara, madaraja nchini yafikia bilioni 800. Vijiji na miji sasa kuanza kung'ara kwa rami. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kwa chana gazeti la Wamachinga, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Ndani ya gazeti la Habari Leo kwenye kurasa zilizopewa kipaumbele inaanza na habari inayosema CCM wamchagua mhariri UDSM ubunge East Africa. Lakini mtoto wa miezi 6 afa kwa kunajisiwa na baba yake na baba mbaroni. Mtoto wa miezi 6 afa kwa kunajisiwa baba mbaroni. Hiyo ni habari ukurasa wa 7. Lakini ukurasa 4, wabunge wapinga ukomo wa miaka 25 ajira TAWA. Wabunge wapinga ukomo wa miaka 25 ajira. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini habari kubwa ni Samia kuvuta biashara wawekezaji China. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani kuvuta wawekezaji biashara China. Ateua madisi watatu, ahamisha 14. Lakini mpango ahimiza ufadhili jinsia kukabili tabia ya nchi. Mpango ahimiza ufadhili jinsia kukabili tabia ya nchi. Lakini dati yapewa miezi 3, mabasi binafsi yanukia. Dati yapewa miezi 3, mabasi binafsi yanukia. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini abiria kutumia tiketi za kadi sheria kufumuliwa. Hiyo ni udati. Abiria kutumia tiketi za kadi sheria kufumuliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa za mbele. Lakini sasa tuangazie kwenye kurasa za nyuma na kurasa za michezo kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na habari kwenye gazeti la Habari Leo kwenye michezo, linaandika Yanga ya watoa hofu mashabiki. Yanga ya watoa hofu mashabiki. Lakini Mgunda waleteni wa Habeshi. Huyo ni kocha wa Taifa Stars Mgunda asema waleteni wa Habeshi. Lakini Ahao na Fadru bora Agosti. Ahwa na Fadru wa bora Agosti NBC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa za michezo. Lakini habari kubwa ni gazeti la Mwanaspoti kwenye michezo, linaandika pesa ya Samata ilivyogeuzwa posho kwa Mzize. Pesa ya Samata ilivyogeuzwa posho kwa Mzize. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini kilichowangoa Dabo na wenzie 16, Fei atoa msimamo wake. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lamikilawi atua Simba ya koma. Lamikilawi atua Simba ya koma. Lakini Ateta kazi anayo. Hii ni habari ya kimataifa ya michezo. Huyo ni Ateta kazi anayo. Na Victoria anawazodoa walimwengu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Na tukiachana gazeti la Mwanaspoti, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga lenye linaandika kocha Fadru Ahwa watoa tuzo ya mwezi. Kocha Fadru na Ahwa watoa tuzo ya mwezi. Gamondi awinda CBE. Gamondi awawinda CBE. Mwenda Singida kimeumana. Huyo ni Mwenda na Singida kimeumana. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga kwenye michezo. Na gazeti la Majira lenye linaandika kwenye michezo, mamilioni ya Rais Samia yaongeza mzuka Taifa Stars. Mamilioni ya Samia yaongeza mzuka Taifa Stars. Simba Yanga Azam kutoa milioni 15 waita wa Tanzania kwa Mkapa. Lakini Simba yang'ara tuzo za mwezi Agosti. Simba yang'ara kwenye gazeti la Majira tuzo za mwezi Agosti. Na kwenye gazeti la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika Ahmed Ali Kamwe waungana waita mashabiki kwa Mkapa kuishangilia Stars. Ahmed Ali na Kamwe waungana
waungana waita mashabiki kwa Mkapa kuishangilia Stars. Lakini kafu yaithibitisha Simba na Al Ahli Tripoli mchezo wao kuchezwa Libya. Lakini Ahwa mchezaji bora, Fadru kocha bora ligi kuu. Hiyo ni habari ukurasa wa 14 wa gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Na gazeti la Uhuru lenyewe linaandika kwenye michezo, Stars Ethiopia ina pointi zetu. Hao ni Stars wasema Ethiopia ina pointi zetu. Ahwa na kocha Fadru watakata ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru. Lakini huko kimataifa, Mbappe aanza kutupia La Liga. Kimataifa, Mbappe aanza kutupia La Liga. Na kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika Simba yaeleza alipo Fabrice Luamba Ngoma. Mke wa Casemiro ajibu shutuma za mashabiki wa Man United. Hiyo pia ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Habari za kimataifa, mke wa Casemiro ajibu shutuma za mashabiki wa Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo kurasa za michezo. Na kwenye gazeti la Jamhuri lenyewe kwenye michezo linaandika makipa washika hatima ya Stars. Makipa washika hatima ya Stars. Pazi amtaka Aishi Manula kujishusha. Pazi amtaka Aishi Manula kujishusha. Lakini kwenye burudani, 50 Cent amchoka mwanae tegemezi. Hiyo ni habari ukurasa 23 kwenye michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Jamhuri kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.